kichwa, kina mama, tupe mziki DJ. Twende kwako DJ. Abdul Juma Mlu. Makofi kina mama, moto wa mayo. Ameahidi wajawaze tukujifungua bule, bila hofu nalisha tatoa bule. Amesikia vilio vilona. Dilaka visa madugu bana. Mlile mola. Kwa sababu kanuni za Tume ya Taifa ya Uchaguzi zinasema wagombea tuzungumze lugha ya taifa. Nilitamani sana kuzungumza lugha ya nyumbani. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kutoa salamu ambazo ndizo zinatuongoza katika ulimwengu wa kiroho, sasa nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyekujalia ninyi na mimi hata tukakutana katika uwanja huu. Lakini nishukuru pia kwa heshima ya udaktari wa Wananahoi mlionipatia. Kwangu hii ni ya pili. Ya kwanza nilipewa na Wahehe kule Iringa, wakanipa uchifu wa Wahehe. Na ninyi ndugu zangu mmewajibu, maana huku mimi babani. Kwa hiyo huu umetangulia, halafu wa Iringa utakuwa unafuata. Sasa ukombozi, ndugu zangu, ni hakika mimi mwenzenu nilichagua kuwa msemaji ama mtetezi wa Wananahoi wenzangu, na kote ambako nimepita wamekuwa wananiita rais wa Wananahoi, na sitakosea kama nitasema toka uchaguzi huu umeanza, nadhani ni mgombea wa rais wa kwanza amefika hapa, si ndivyo? Au nimekosea? Kuna mgombea wa rais ambaye kishafika hapa? Wenzangu wamechagua kutembea kwenye lami, wamechagua maeneo ambayo hayana vumbi. Mimi nikasema hapana, kule watu wa kada yangu wako huku, nami nikasema nitakwenda kuzungumza na ndugu zangu ambao tunalingana hali kijiografia katika mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini na kanda ya Magharibi. Kwa maana hiyo basi, madhila na maisha magumu tuliyoyapitia sio kwa makusudio ya Mungu, ni makusudio ya watu wachache ndio wanataka tuishi maisha haya. Nyinyi wote mnajua kutoka Mwanza mpaka Tabora kule ni zaidi ya kilomita 400, si ndivyo? Sasa Tabora wanapata maji ya Ziwa Victoria ya kunywa, maji safi na salama. Nyinyi kutoka hapa kwenda Mwanza ama Lamadi hapa ni karibu sana, mnapata maji safi na salama. Sasa huu ni utashi wa Mungu au utashi wa binadamu wenzetu? Ni watu wanafanya makusudi. Kule Kibondo niliambiwa nyani ana thamani sana kuliko binadamu kule. Lakini ninajua pia majimbo hili la Kisesa tembo wana thamani sana kuliko ninyi, si ndivyo? Wewe ukimpiga tembo utafungwa mpaka ndugu zako wakusahau. Lakini tembo akikusigina wewe, serikali watakwambia oh, pole sana, pole sana. Mmefio, poleni sana. Kwani marehemu alikuwa anatokea wapi? Kwa hiyo tembo ataendelea kuwa salama na nyie mtazika. Mnajua kwa nini? Sababu kubwa, hawa wenzetu wamefanya makusudi. Mungu wakati anatuumba aliumba binadamu. Mungu hakuumba watu. Vitabu vyote vya dini vimeandika Mungu aliumba binadamu, binadamu wa kwanza aliitwa Adamu, si ndivyo? Kwa imani zote, si ndivyo? Na ndio maana kuna haki za binadamu. Kusoma kwangu kote sijawahi kuona haki za watu. Binadamu
akiguswa na tembo utasikia ulimwengu wote unapiga kelele. Lakini watu mkisigiliwa na tembo ni sawa sawa tu, kwa sababu hamna faida kwenye ardhi hii. Lakini kwa nini inakuwa hivi? Hao wenzetu watawala ndio waliamua kutoka kwenye makundi mawili, wakaweka kundi la watu na kundi la binadamu. Watu sifa yao kubwa ya kwanza, wanakula wanachokipata. Sasa ndugu zangu, ilikuwa ninasema watu sifa yao ya kwanza huwa wanakula wanachokipata. Binadamu anakula anachokitaka. Tofauti yake mmeiona eh? Kula unachokipata maana yake ni karibu na kukosa. Ila kula unachokihitaji maana yake ni karibu na kubadilisha mlo kwa jinsi utakavyoona wewe inafaa. Sasa tunaweza kujiuliza, sisi tupo kwenye grupu la watu ama la binadamu? Kama tutakuwa ni binadamu, maana yake hatustahili kupata adhabu ya kukosa maji safi na salama. Hatustahili kupata adhabu ya barabara ya kihistoria kubwa kama hii kutokuwa na lami. Hatustahili kupata adhabu ya kukosa matibabu bora, kwa sababu sote sisi ni binadamu. Lakini watu hawa huwa hawana haki. Wanapata kwenye pamba, shusha bei ili wakome. Sawa? Wanategemea nini pamba? Pamba sawa. Sasa kwa komesha, kiwanda cha nyuzi tutaweka Tabora ili vijana wao wasipate ajira. Halafu tutakwenda kutengeneza kanga Sungura Tex Dar es Salaam na Mwatex Mwanza, ili nyinyi msipate nini? Ajira. Lengo lao, mkikosa ajira mtakuwa masikini. Mkiwa masikini lazima mtawapigia magoti, watawatawala mpaka siku ya mwisho. Hamtazaa watoto wakawa mawaziri sababu huna fedha ya kumsomesha. Hamtapata madaktari. Siku zote mtawaza matumbo yenu kuliko maendeleo yenu. Sasa basi, sisi chama chetu ambacho na nini ni cha kwenu, cha Democratic Party DP, ambacho kiliasisiwa na mwenyekiti wetu wa kwanza marehemu Christopher Mtikila. Mimi ni mwenyekiti wa 3 wa hiki chama, lakini ni mgombea wa rais pia wa 3. Marehemu Mtikila alijielekeza kuwa mtetezi wa walalahoi. Yule mzee alikaa rumande mara 47, akafungwa mara 3 kwa sababu tu ya kuwatetea walalahoi. Kwenye ilani yetu tuliangazia sana maisha ambayo tunaishi sisi wahitaji. Moja, tukasema kwenye sekta ya afya itakuwa ni marufuku mama mjamzito kudaiwa fedha ya kliniki. Ni marufuku mama mjamzito kudaiwa fedha anapokwenda kujifungua, na ni marufuku mama mjamzito kudaiwa fedha anapotakiwa kufanyiwa operation. Sisi tukasema huduma hizi kwa serikali ya DP, serikali ya mlalahoi, itakuwa bure. Itakuwa bure kwa sababu, na tukaongeza, itakuwa ni wajibu wa serikali ya Democratic Party DP, siku mama mjamzito anapojifungua akaruhusiwa yeye na mwanae kurudi nyumbani, serikali itakuwa na wajibu wa kumpatia lishe ya mama na mtoto kwa muda wa miezi 3. Tumefanya utafiti wa kutosha na usiokuwa na shaka. Kule mjini hawaoni hii shida. Sisi huku walalahoi, Gonga Mawe, ndio tuna shida hii. Utafiti wetu unaonyesha kina mama wengi sana wa vijijini wanatembea wakiona wana afya nzuri, lakini hawana afya nzuri. Mama anajifungua, anaruhusiwa na daktari kurudi nyumbani kwake. Akifika nyumbani, labda atapumzika masaa 2 mpaka 3, baadaye utamkuta ameinama na chuma tembele pale. Tukasema kwenye ilani yetu itakuwa ni marufuku
kwa serikali ya DP kugeuza maiti kuwa sehemu ya pato la taifa. Marufuku. Leo ukifiwa unakuwa na misiba miwili. Msiba wa kwanza, ndugu yako amekufa, umeambiwa pale lala wiki moja, milioni 2. Au nyinyi hamtozi milioni kukoma maiti? Sina kuulizeni. Mnapewa maiti bure. Unalipa mwili wa mpendo wako. Ukiwa huna, inabidi ukauze shamba au uweke rehani nyumba yako au pikipiki yako au tena la ng'ombe au upige ng'ombe zizini ziende zikauze mnadani ili mpate fedha ya kwenda kukomboa mwili wa mpendo wenu. Mkimaliza kuzika, mnakuja na msiba wa pili, ndugu yenu kafariki, mmezika lakini na ng'ombe zimepungua nyumbani au umekopa unatakiwa ulipe madeni. Lakini yote haya hao wenzetu wanafanya makusudi. Nilikuwa nawaambia kule Kigoma, kule watani zetu wa salamu, ukienda mgeni siku ya kwanza wanachinja kuku, ya pili kuku, ya tatu wanaanza kuleta samaki, siku ya 4 wanakupikia kisamvu au tembele. Maana yake uwage uondoke, umekuchoka. Sasa hao wenzetu kwa sababu umeshatuchoka, wanafanya visa vya makusudi ili nyinyi mkasirike, muwanyime kula waende wakapumzike. Mnataka mpaka wafanyeje ili muone kwamba hawataki? Kama mnasigiliwa na tembo wanawapa poleni, anakuja si kiongozi gani na shilingi 50,000 100,000. Ina thamani ya ndugu yako? Wamewachoka hao. Lakini sisi tukasema kwenye ilani yetu, nitakapokuwa nimepewa mamlaka haya, Mungu amejalia nimeapishwa kuwa rais na ninyi mmenipigia kura za kutosha, mambo ya kwanza kufanya ni kufuta kikokotoo cha taifa. Kikokotoo hakipo kumsaidia mstaafu ili aishi maisha mazuri, ila kipo kumsaidia mstaafu kufa haraka. Kwa sababu mtu anastaafu halafu anapewa milioni 10 au 15. Maskini ya Mungu amefanya kazi miaka 30 ama 40 au 20 kidogo ya uadilifu. Na ukiona mtu mpaka anafikia kustaafu, maana yake huyu mtu alikuwa mwadilifu, hajakutwa au kupatwa na kosa la utovu maadili. Alitenda haki yake, kazi yake kwa haki. Maana hakula rushwa. Unampa milioni 15, yani hiyo akanunue kiwanja, hiyo akajenge, wakati huo anataka maisha yaendelee, alipishi watu wa umma, kuwaboreshia mishahara. Mishahara ikiwa mizuri, hawata kusingizieni kesi za uongo. Mishahara ikiwa mizuri, mahakimu hawatachukua rushwa. Mishahara ikiwa mizuri, walimu watafundishwa kwa weledi, watoto wapate kuelewa. Maana siku hizi watoto wengi wanakwenda shule, halafu shule wanaiacha shuleni, wanarudi na makaratasi nyumbani. Nirudie. Siku hizi watoto wengi wanakwenda shule, halafu shule wanaiacha shuleni, wanarudi nyumbani na makaratasi. Ndio maana mtu ana degree tunalima naye pamba. Na hawa jamaa nao walivyokuwa wazuri, huko kwenye pamba anakukomesha huko. Nilikuwa nazungumza na ndugu zangu Tabora kulima tumbaku pale. Hivi sisi wa Tanzania kwenye miaka 60 naye ya uhuru bado tunahitaji kuvaa kafaulaya, kuvaa nguo za mitumba? Sisi ambao Mungu ametupa ardhi yenye rutuba kama Cuba, kilimo chao kikubwa ni mua tu peke yake, mua peke yake. Halafu tusipokuwa na aibu, Tanzania tunakwenda kuomba msaada Cuba wa kibinadamu. Wewe una madini, una tanzanite, una pamba, una tumbaku, una katani, una pareto, una kila kitu ambacho Mungu amekiweka kwenye ardhi yako. Tulihitaji kuona taifa la leo. Tunajenga viwanda Simiyu, Shinyanga, Mwanza, Mara, Tabora. Wakulima wa pamba wanalima pamba, wanaingiza pale kiwandani, wanauza kwa bei nzuri,
vijana wao wanaajiriwa kiwandani, tunatoa pale mbegu, tunachakata mafuta pale, tunatoa pale, tunaingiza kiwandani pale, tunatengeneza nyuzi hapa, tunamaliza kuuza nyuzi, tunaingiza kiwandani, tunatengeneza mashati, suruali na magauni. Tusinge kwa watu wa kwenda kugombania kafa Ulaya. Unamkuta mtu analalamika eti hii size yangu kabisa, nafikiri alinipima. Nguo ya marehemu nayo ina size. Sawa Kombozi. Serikali ya DP ikiwa Mungu tampendeza, mkanipigia kura nikaenda madarakani, vijana watapata ajira. Pamba yetu tutaiboresha, pembejeo zitakuwa za kutosha, watu walime kilimo cha kisasa. Serikali itakuwa mnunuzi wa kwanza wa zao. Lazima serikali jiendeshe kibiashara. Leo kila kitu tumekasimu kwa makabaila. Niliwaambia Tabora pale ndugu zangu, nikaambia moja ya laana ambayo inatupasa watu wa Tabora, kila tunapokwenda kanisani, tunapokwenda msikitini, tunapokwenda chini ya miti kwenye ibada zetu, tunapoongea na wao wakula na madoto na wakashindi, tuombe toba hii ambayo tunaishi mpaka sasa. Na hamwezi kuibadilisha laana hii kama hama bwana tujawapumzisha, mkanipa hii serikali nikaiendesha kwa miaka 5 tu, mtaona. Kwa nini sio laana? Mwaka 58 ilipoonekana kwamba hivyo itakavyokuwa 59 Tanganyika itapata mamlaka, nusu madaraka, tunapata madaraka, Wahindi, wazungu, Waarabu waliungana. Wakamfuata Julius, mzee, unakwenda kupata madaraka, sisi tutaishije kwenye ardhi ya Tanganyika? Walimu akamwambia, hili jambo la kujadili kidogo. Sasa nyinyi mnatakaje? Tunataka kuwa na kura ya maamuzi. Tunahitaji kuwa na kura ya maamuzi. Wazee wa Pwani wakamkatalia Nyerere ombi lake lile. Akaja Tabora pale soko kuu, kama mmefika kuna mnala huko pale. Sijasikia. Saya ukombozi. Aya, asante. Baada ya azimio la Tabora, tukakabidhi uhuru wetu kwa wazungu na Waasia. Wazungu wale wao ndio wakawa wanatupangia mpaka leo tuko nchi huru isiyo huru. Lakini uchumi tukakabidhi kwa Waasia na watu na Waarabu na Wahindi huko wa Somalia na nani. Sisi tukabaki kwa wakulima. Halafu wakatusaidia, wakatuambia kilimo ni uti wa mgongo. Sasa uti gani wa mgongo ambao unamuumiza Mlalahoi? Kwa nini? Uti gani wa mgongo ambao haumpi ahueni Mlalahoi? Serikali ya DP inasema, jamani tusikizane hapo kidogo. Wanapokuja tupeni kura, lakini wanapoomba tupeni kura, je, yale ambayo mnakusudia kuwapa kura wanayatekeleza? Na mbona wale wanaokuteteeni kwao wanakuwa wabaya? Ni lazima ndugu zangu wa Mwandoya muanze kutafakari. Muanze kutafakari na kuona kwamba hao wenzetu wamekwisha choka kutawala nchi hii. Sasa tuwasaidie kuwasindikiza Oktoba 29, kwa sababu kama wao wangekuwa wanatuhitaji sana sisi tu pamoja na wao, mbona vilio vyetu havitekelezi? Mbona Mwandoya hatuna maji safi na salama? Mbona Mwandoya kina mama wakienda kutibiwa wanatozwa? Halafu maajabu yalivyo, siku hizo mkana utaratibu, utasikia mgonjwa akamuona daktari, unalipia gharama ya kumwona daktari, si ndivyo? Sasa kama kumwona daktari ni gharama, huyu kipofu naye atamuonaje daktari? Maana yake nini? Kwenye serikali ya DP, kina mama, wazee, wajawazito, watoto, matibabu itakuwa ni bure. Na hakutakuwa na gharama ya kumuona daktari. Huyu daktari amesomeshwa kwa kodi zetu, amekopeshwa mkopo kwa fedha zetu. Iweje leo mtu tuliyomsomesha kwa fedha zetu afike sehemu kumuona iwe ni fedha? Ni unyang'anyi na ulaghai wa makusudi ambao hata Mungu haupendi. Sawa ukombozi. Ni lazima tuhakikishe kwamba kila Mtanzania anakuwa na haki ya kupata matibabu bora.
Kila Mtanzania inakuwa ni wajibu wa kuona anaishi maisha bora yanayofanana na binadamu na sio watu. Sawa Ukombozi. Ndugu zangu, tunapokwenda Oktoba 29 kupiga kura, tuwe na kumbukumbu na tafakari ya yale ambayo yametupata kwa muda wa miaka mitano. Tujiulize, miaka mitano ambayo tuliwachagua hao wenzetu, je, yale tuliyokusudia wameyatenda? Kama hawajayatenda, Mungu amekupa akili binadamu. Mwende mkafanye maamuzi yaliyo sahihi. Serikali yetu itakuwa ni serikali ya watu. Serikali ya watu watakaokuwa wanavunja kongwa na utumwa na minyororo kwenye mikono yao, waende kwenye hadhi ya binadamu. Na wale binadamu wa leo, na wao warudi kwenye watu, waone kama ni sawa sawa. Sawa Ukombozi. Sawa Ukombozi. Kama hivyo ndivyo, ninajua changamoto zote zinazopata sisi ndugu zangu wa mikoa hii ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi. Lakini ni nani wa kuja kutusaidia ili atutoe kwenye janga hili na kutupeleka kwenye nchi ya ahadi, Kanaani ambayo Mungu aliumba kwa ajili yetu? Ni lazima tukubaliane. Lazima tukubaliane kufanya mabadiliko makubwa ya kiutawala kwenye nchi hii. Nipeni kura zenu. Naombeni kura niende nikawatumikie. Wazee waende wakapata manufaa. Leo hii kwenye taifa hili imekuwa adhabu mtu kuitwa mzee. Ni lazima ifike wakati. Lazima ifike wakati tutengeneze taifa lenye heshima. Wazee hawa wanapaswa kuenziwa na serikali makini, walelewe matibabu ya bure, na wanapaswa kupewa uwezesho wa kila mwezi kwa ajili ya kujikimu. Kwenye hii nchi inawezekana. Nimekuambieni, kama Cuba wanategemea kilimo cha mua tu na wanatusaidia sisi, je, sisi ambao tuna madini, kuna tanzanite, tuna dhahabu, azizarite, tuna kila aina ya madini. Ukidhibiti pato litokanao na madini, wazee hao watatibiwa bure, watapata na mishahara kuwatosha kwa mwisho wa mwezi. Bado hatujagusa mazao. Sawa Ukombozi. Sawa Ukombozi. Ni lazima tutengeneze mazingira rafiki ya kiuchumi. Mazingira rafiki ya kiuchumi ili watu waone kabisa kwamba serikali yao inawajali. Wakati Mheshimiwa mbunge mtarajiwa anazungumza hapa, alimtaja baba yangu, mwalimu wangu. Mungu amweke mahali pema.